Walizani wameweza kumkimbia huyu shetani, kumbe waliama naye na kuja nyumbani kwao. Picha yetu inaanza mwaka 1986. Huyu hapa anaitwa Iris na huyu hapa anaitwa Carlos, na huyu mama mwenye nyumba naye anaitwa Lorien. Huyu ni mtoto wake ambaye anaitwa Joshi, na Lorien amemwalika Carlos pamoja na Iris kutokana na mtoto wake akiwa anasumbuka sana na mapepo, anasumbuliwa na shetani. Kwa hiyo Carlos ilimpelekea naye amwalike Iris ili mradi amsaidie katika ibada hii. Carlos alichukua muda wake mzuri kumwelekeza Iris juu ya haya matatizo na kumchukua baadhi ya vitu kama vile kutaka kumjuza ili mradi bidada apate kuelewa. Na hapa Carlos akamwambia, hakika unaweza kutazama vizuri hizi picha. Huyu mtoto kila picha alipiga nyuma yake kuna kivuli cha mtu. Je, huyu mtu ni nani? Na angalia anapiga picha ikiwa mtu huyo hayupo, lakini tunapoangalia baadaye tunamuona live bila chenga. Kwa hiyo hili ndo tatizo. Na Iris akatabasamu akamwambia, naweza kumuona kijana. Basi kijana huyu aliwekwa kikaangoni na bibie Iris aliendelea kumwambia, hakika naomba ufunge macho yako na uconcentrate na jambo hilo tu na uniambie, je, unamuona? Basi Bibi Iris anamuuliza maswali Josh, na Josh anamjibu, anamwambia ndio namuona na yupo karibu yetu. Anamwambia yuko sehemu gani? Akamwambia yuko sebreni. Basi Bibi Iris alitoka moja kwa moja huku wakitumia radio call, yani kuwasiliana, na Josh akimpa maelezo Bibi Iris. Iris alienda moja kwa moja mpaka katika kabati, lakini Josh akamwambia, hapo tafadhali toka, maana yupo na atakudhuru. Punde sio punde Iris akamuuliza, wewe ni nani na unataka kitu gani? Jibu la huyu shetani ni kumkwarua. Alipokuaruzwa mkono wake na mkono ulipotoka damu, Bibi Iris aliwaambia Mama Lorien, hakika mwanao Josh anasumbuliwa na shetani mkubwa sana, na shetani huyu ameshakomaa. Lakini mnaweza ukajiuliza, huyu shetani ilikuwaje kuwaje? Wapenzi wasikilizaji wa rikapu hii hapa ni chapter 2 ya movie kale ambayo inaitwa Insidious. Kwa hiyo kwa wale ambao wanatamani kwenda kuitazama hii movie, basi wakaitazame ikiwa safi na salama. Hii movie ni kali. Basi maelezo haya yakaendelea kumwambia, hakika hizo vivuli mnavyoviona vya huyo shetani, na kama huyo shetani ambaye mlitoka naye huko ndio ambaye mpaka leo huyu mtoto bado anamsumbua, ina maana hamkumalizana naye. Cha msingi naomba tufanye tambiko kubwa la kuweza kumtoa. Akaulizwa, wewe je, kuweza kumtoa huyu binti ama huyu mtoto kumsaidia unaweza? Akasema naam, naweza. Basi wakampa amuru, lakini ghafla bwana mdogo anaamka na kunyosha mkono kwenye mlango, na ule mlango ukajifungua taratibu na wakamkataza. Na lakini dogo kabla hajafungua macho wala kufumbua akamwambia, hakika mnaweza mkaingia huko. Lakini ghafla dada huyo Iris anapoteza maisha pale pale na kushindwa kumsaidia. Hapa Josh sasa hivi amekuwa mkubwa, na Josh sasa hivi ni baba wa familia, na Joshi sasa hivi ni mtu mwenye watoto, lakini bado kesi inaendelea, na ule naye ni mke wake na Joshi. Lakini hapa kuna mahojiano ambao wanaojiwa kuambiwa, hakika hapa tunatuhumu mume wako kwa kumuua bidada yule Iris. Sasa na uchunguzi ukiendelea kubainika kama mume wako Joshi amehusika, basi yeye atawajibika katika vifungu vya sheria. Askari huyu alimwambia vizuri ili mradi Lenai apate kujua kama asikae kwa kujiachia, maana mume wake Joshi ambaye yeye alikuwa anasumbuliwa na huyu shetani kipindi cha utoto ni mtu mwenye tuhuma. Huyu anaitwa Dalton na huyu hapa anaitwa Forrester, na huyu ndiyo Lorien mama yake na Joshi. Hapa familia ipo kwa pamoja, yani mama mkwe pamoja na wajukuu zake. Na hapa usiku ulipofika, Lenai anasikia piano ikipigwa ndani ya ukumbi, na alipotoka kwenda kuangalia nani ambaye anapiga piano hiyo, na hakukuta mtu, lakini kinanda kilikuwa kiko peke yake. Na hapa akasikia tena kama mtoto analia, ikabidi aende kumtazama mtoto wake anaendeleaje. Na alipotoka kumtazama mtoto, kinanda kile kilipiga tena, lakini alipokuja kuangalia wala hakuna mtu na wala mtoto wala kumkuta tena. Akachanganyikiwa kidogo, na alipoangalia chini alimuona mtoto analia. Lakini ilipofika mumewe kuja, Lenai alilalamika sana juu ya vitu ambavyo vinatokea na kumwambia Joshi, hakika mimi sielewi
na hakika hii nyumba ina balaa, yaani bado matatizo yanatufuata. Joshi akamtuliza mke wake, akamwambia kila kitu kitaisha. Huyu anaitwa Taka na huyu hapa anaitwa Space. Hawa watu wamekuja kufanya uchunguzi ili mradi wajue kitu gani ambacho kinamsumbua Josh na familia yake. Kwa hiyo hawa wamewekwa kama watu ambao wataendelea kuangalia. Ikabidi wachukue ile kanda ya mwanzo kabisa ambao Josh alivyokuwa mtoto akifanyiwa mahojiano na bidada ambaye amefariki, binti Space. Hapa wakaangalia Josh, lakini hawa kwa mbali wanaona kivuli ambacho hakikuwepo. Haya, waliendelea na uchunguzi wao, lakini tunarudi upande wa mama Lolin. Akaona bora kwanza asilale sana, atoke aende kuangalia wajukuu zake jinsi walivyolala, na mjukuu wake akawa anaongea mwenyewe, hakika bibi, kuna mtu amesimama pembeni yako. Lolin aliangalia pembeni na kuangalia ni nani huyo mtu ambaye mjukuu wake anamzungumzia. Bibi alijikuta anaenda mdogo mdogo, lakini hapa alikuta vitoi vya watoto vinawaka, na aliporudi alimwona mwanamke kwa mbali amevaa shela jeupe anapita, na akatamani kwenda kumwangalia mwanamke, lakini wala hakumkuta na hakumuona tena huyo mwanamke wapi alipoelekea. Lolin taratibu akawa anashota mpola na kuingia chooni, lakini kipindi yuko chooni alimwona mwanamke amesimama na gauni jeupe akiwa anamwangalia, na alipofungua mlango wake uso kwa uso na mwanae Joshi. Mama alijitahidi sana, lakini Joshi alikuwa mkali, akamwambia hapana, hakuna kitu kama hiko, ni bado vitu ambavyo vinakusumbua siku zote kwa miaka yote mamangu, hivyo vitu vilishaisha. Asubuhi yake ilipofika, mtoto anamwambia mama yake Lenai kwamba mama, jana nimemwota mwanamke amevaa shela jeupe, na huyo mwanamke ndiyo ambaye namuona baba siku zote akiongea naye. Kwa hiyo mama alipotaka kuhoji kujua mwanaye jana usiku ameota kitu gani, na mtoto akamwambia hakika nayemuota ndiyo ambaye nayemuona baba akiongea naye. Baba, kuna mama anaongea naye ambaye anavaa shela jeupe. Mwanamama akazidi kumwambia basi tafadhali, nimekuelewa na usiogope. Mama akachukua simu na kutoa ripoti ambayo mwanaye amemwambia kwamba mtoto anamuona mtu babake akiongea naye. Maajabu yakatokea baada ya hawa majini kuchukia kwa nini mwanamke huyo ametoa taarifa. Basi huyu mama akajitokeza wazi na mchana kweupe akiwa amevaa shela lake jeupe, na hapa alipomfuata wala hakumuona. Mara ghafla simu inaita na akaikimbilia na kufungua mlango kwenda katika chumba ambacho kina mtoto. Vitu vikaanza kudondoka, yani na mwanamke akamkanya na kumwambia nani aliyekuruhusu kufanya jambo hilo. Siku yake ikafuata na bibi Lolin alikuja na kuambia jamani, hakika hapa sasa hivi kuna sitofahamu, na wewe nilikupeni kazi na kazi Space mmeifanya vizuri, lakini bado kuna mambo ambayo mimi siyaelewi, na angalieni hii picha, na hii picha ukiitia mwanga vizuri kuna mtu unamuona ambao ni Joshi. Joshi huyu alikuwa kipindi hiko ambapo hawa wanafanya nini kipindi hiki, lakini katika hii video kitazama vizuri Joshi anaonekana. Kwa hiyo ina maana huyu wa sasa hivi sio Joshi ambao wanamjua wao, ila Joshi yupo mahali. Kwa hiyo mwanamama baada ya miaka mingi anakuja kugundua, ikabidi amwite Carlos tena, na wakakumbatiana na wakafurahiana, na Carlos akapiga tena bao na kumuuliza vizuri hili bao, je, kweli tulokuwa naye ni Joshi ama sio Joshi? Na neno likaja likasemekana sio Joshi, na Joshi huyo sio Joshi mwenyewe, bali Joshi mwenyewe yuko sehemu amefungwa. Mzee akaendelea na ramli yake na ikabidi amuulize swaiba yake Space, kwa kuwa yule mwanamama anaelewa vizuri kufanya masuala haya ya kiuchawi, na mwanamama huyo akajibu kweli ambaye tulikuwa tunamfanyia nguvu hizo sizo. Na hapa wakapata maelekezo moja kwa moja waende katika hospitali moja, ambapo huyu mama kama jinsi nilivyoambia alikuwa yeye ni mtu daktari ama alikuwa anafanya kazi hospitalini. Kwa hiyo chanzo chao kilitokea kwa huyu mtu ambaye anaitwa Paka huyu ndiye ambaye kwa mara ya kwanza alimpalana huyu mtoto siku ambayo mtoto alikuja kumtembelea mamake Lolin katika kazi zake. Paka hapa akiwa anahudumiwa na kijana Josh hana moja wala mbili, lakini ghafla tu huyu mzee alimkamata huyu mtoto pasipo kujulikana na kumng'ang'ania, na hata madokta wakawatenganisha. Kwa hiyo mwanamama hapa Lolin anapata picha ya tukio ambalo limesababisha matatizo yote ya mtokee
mwanaye. Na hata siku ambao mwanamama huyu aliingia ndani ya rifti na huyu mzee paka naye alipanda ndani ya rifti hiyo, lakini mwanamama alimwomba radhi kwa tukio ambalo mtoto wake alilifanya, lakini huyu mzee wala akujibu kitu cha aina yoyote na akatoka akiwa amenyamaza. Na mwanamama huyu alipotoka moja kwa moja akaenda mpaka reception na kumuuliza mfanyakazi mwenzie, bwana, vipi juu ya huyu mzee, anaendeleaje mzee paka? Lakini taarifa anazozipata hapa kwamba huyu mzee alishajiua tangia juzi. Na mwanamama hapa ndo anazidi kupata picha kusema kwa shida imeanzia kwa huyu mzee paka mpaka kwa mwanangu, na je, mwanangu yuko wapi? Wakaanza kufuatilia vitu ambavyo vimeshapita vya miaka zaidi huko nyuma tangia 1986 na wakaendelea kuangalia, na hapa mpaka wamekuta ndani ya nyumba ambao hawa watu walikuwa wanakaa, yani mzee paka na familia yake. Basi wakazidi kuingia, lakini ajabu walikuta vitu vingi na nyumba ya zamani ya Mr. Paka ambapo yeye chumba chake kilikuwa ndo hiki. Basi wakazidi kupekua, lakini kipindi wanapekua miujiza na uchawi tena unatokea. Na hapa akatokea msichana mmoja anaambia, hakika tafadhali ondokeni haraka kabla sijawaumiza. Hawa watu walitoka na hapa na wakakuta picha ambayo iko ukumbini, ambayo kuna mama yake na paka ambaye yuko chini na mtoto wake wa kiume, ambaye mtoto huyo ndio huyo Mr. Paka ambaye alikuwa anataka kumbadilisha jinsia. Lakini hapa kuna tatizo zito linaonekana. Basi wakaangalia vizuri, sasa huyu paka alikuwa na jinsia gani, wa kike ama wa kiume? Jamaa akaendelea tena kuchukua vitu vyake na kupiga bao lake ramashakaramamaika. Mzee Carlos akaendelea kupiga bao huku akiuliza. Kwa hiyo tatizo hapa wanakuja kuangalia, tatizo ni mama yake na paka ndiyo ambaye yeye mwenye shetani mkubwa, na ndiyo ambaye yeye anamtumikisha mwanae na kumweka chini ya under command. Hapa wanakuja tena wanagundua chumba ambacho cha siri sana na kinatoa harufu kali. Kumbe ilikuwa ina miili ya watu ambao walihifadhiwa kizazi na kizazi. Yaani hawa watu hawajaoza mpaka leo na vidole vyao bado viko vina uhai. Na wakaangalia, menelewa, wakakuta magazeti mengi yameandika na kuchapisha habari za kina paka na familia yao. Basi Carlos akachukua mkono wake na kunyosha mpaka katika huu mdoli ili mradi apate kuona maono, na alimuona paka kipindi anajibadilisha kuwa mwanamke na kutoka katika wanaume wake na kuendelea kufanya matambiko yake na kuua watu ili mradi kukamilisha sadaka zake ambazo siku zote wao na familia yao ambazo wanazishiriki. Kwa hiyo huyu mtoto kusumbuliwa na mzimu ulisababishwa na yeye paka ambaye alikuwa ni kama mzimu, kwa sababu paka aliunganisha mwili wake na mwili wa mtoto ili mradi asizeeke. Upande wa hapa mke wake na Josh anaamka katika kibao kile alichotoka kuchezea kwa mama yake na paka, au yule mchawi mkubwa ambaye siku zote anasumbua familia yao. Mama alikuwa mkali sana na kumwambia maneno mengi makali, lakini anashangaa huyu Joshi, kwa nini kila anachomwambia yeye anakana? Yeye kwa nini hataki kukubaliana na huu kweli ambao mimi namweleza? Dada huyu akaanza kuwa na mashaka na mumewe na akasema, huyu mbona kama sio mume wangu mimi? Na mara ghafla mume anamwambia mke wake waingie sehemu, na mwanamke alipofika katika chumba hiki akaanza kupiga kinanda hiki na kukipapasa taratibu na kupiga wimbo ambao mume wake anaupenda na kumuuliza, je, Joshi, huu wimbo unaujua? Joshi akasema, hapana, huo wimbo mimi siujui na wala sijawahi kusikia. Dada akabaki na tahayari. Haya, kwa upande wapa mwanae akiwa amekamata kopo ambalo kalitoboa katikati na kupitisha waya, yani kama simu mwenyewe kipindi tunachezaga utotoni. Na hapa kipindi analisikiliza ile kopo, anasikia sauti ambazo zinatoka moja kwa moja katika hili kabati. Na mara punde sio punde akatokea msichana ambaye ameloa damu nyingi zinamtoka, yani kama amejeruhiwa. Huku kabla hajafanya chochote, watu wengine wanatokea kama 15 ndani ya kabati
kabati hilo hilo, na wote wakawa wanamtisha huyo mtoto. Kipindi anamtisha huyo mtoto, ikabidi arudi na kujiamsha yeye mwenyewe. Basi mama yake alikuja ghafla na kumkumbatia. Upande hapa anaonekana Joshi akiwa amekaa sebleni na akiwa anajiuliza namna gani anaweza akajinasuru ama kujitetea, na hapa anajikuta Joshi ana nafsi mbili. Yaani huyu Joshi alikopo hapa sio Joshi mwenyewe, bali huyu ni shetani ambaye amekamatwa na kudhibitiwa na kukaa ndani ya mwili wa Joshi. Kwa hiyo Joshi mwenyewe ni huyu hapa ambaye anapambania atoke, lakini huyu shetani aliyevaa nguo nyeusi ndio ambaye ameuchukua mwili wa Joshi wote na kuumiliki yeye na kuact kama Joshi. Dada asubuhi yake ilipofika, moja kwa moja hizi habari kaenda kumwelekeza mama yake mkwe na kumwambia hakika Joshi simwelewi, na mama anathibitisha kwamba huyu Joshi alokuwa sasa hivi sio Joshi, bali huyu ni mtu ambaye anatumia mwili wa Joshi, yaani ni shetani ambaye amejifanya yeye ni Joshi. Mama Lolieni alimwambia mkwewe kiunaga ubaga, huku Spesi akiwa na mtu mzima hapa, wakawa wanapanga namna gani wanaweza kwenda kumsaidia Joshi huko alipokuwa ili mradi atoke. Wakawasha gari na wakatoka moja kwa moja na kuingia ndani ya nyumba hii, ile ya kwamba wanajua huyu sio Joshi bali huyu ni shetani Mr. Parker. Carlos aliingia kutokana yeye ni mganga na hakuogopa uchawi ama mizuka hii ambayo imeingia katika nafsi za watu. Akamwambia hakika tunakujua vizuri. Akamwambia najua kama mnanijua mimi ni Joshi. Wakamwambia hapana, wewe sio Joshi, wewe ni Mr. Parker. Paka ambaye ni mzee mwenye miaka takribani ya 50. Kwa hiyo huyu ni shetani ambaye ameishi kwa miaka mingi na kutumia roho za watu kizazi na kizazi. Hapa Carlos alikuwa na maneno mengi ya kumwambia, lakini kete hizi zikaanza kufanya mambo na mtu mzima Josh akamkamata huyu mzee na kutaka kumuua kwa kuwa mzee ameshabaini siri yake. Space alikuja haraka sana iwezekanavyo na kumsaidia, lakini hapa wanajikuta wanaingia katika roho ama ulimwengu usio wa kawaida, ulimwengu wa kiza, na mzee Carlos anakutana na Josh uso kwa macho, na Josh anamwambia hakika nisaidie mzee, nitoe huku nilipokuwa, alau nirudi kuiona familia yangu. Umeelewa? Kwa hiyo kule kuna shetani ambayo yuko upande wa pili, na huku ndani mzee yuko na Joshi tena ambaye ni mtu ambaye anatamani kupata msaada atoke eneo hili alokuepo. Kwa hiyo huyu Joshi ambaye ni mtu hapa alimkutanisha na huyu mzee Paka. Umeelewa? Na mzee Paka akasema hakika hata mimi mwenyewe mkiningangania sina chochote nitachoambia, hakika mwenye mambo yote ni mama yangu mzazi, nendeni huko. Lakini mzee Paka akawa anawacheka kwa sababu hawa watu kitu ambacho wanapambana nacho hawakijui. Upande huko anaonekana Joshi bandia akiwa na mke wake na wakiwa wamekaa, lakini kule katika ulimwengu wa roho watu wanapambania kumtoa Joshi hasiri arudi katika maisha yake. Huyu amevaa nguo hizi huku na yule kule amevaa nguo zile kule, lakini yote huyu ni Joshi mmoja, lakini Joshi huyu mmoja ni mtu na mmoja ni shetani. Kwa hiyo hapa wakawa wanapambana na huyu mzee Carlos na wakapita na sehemu hapa wakakuta mwili wa kishetani, lakini hapa wakapambana nao shetani na wakamuunguza macho kwa macho na mama ambao tayari ameshakufa, ambayo huyo ni mama ambaye alikuwa anamtumikia Joshi na kumsaidia tangia utoto wake. Tangia patiwani tuliona mwanamama huyu namna gani alipopambana kumnusuru Joshi na mizimu, kumnusuru Joshi na mashetani, na mama anamwambia hakika tukipambana na tukimmaliza mama yake na Paka kila kitu kimeisha, kwa kuwa mwili wako bado upo hapa na uko salama, lakini upo katika kifungo kizito cha kishetani. Ili mradi tummalize huyu mama inabidi tusambaratishe kila alichokuwa na kimiliki. Na hata ile siku kipindi kwa utotoni nililijua hili, lakini nguvu zangu zilikuwa ni ndogo kuona matukio yote haya, lakini nashukuru kwa kuwa sasa hivi umekuja wakati mwafaka na jambo hili litafanyika kwa wakati mwafaka. Kwa hiyo mwanamama akaturudisha nyuma na jinsi Joshi alivyokuwa anafanya, ama Joshi kipindi anasumbuliwa na mashetani hayo, mpaka kuonyesha huyo mzee Paka au mama yake na Paka anaishi wapi. Kwa hiyo mama yake na Paka anaishi ndani ya nyumba hii, lakini yuko ndani kabisa ndipo. Kwa hiyo mpaka mwanamama anakuja anagundua kila kitu kinachoendelea.
ni wamekuta tayari wameshachelewa, kwa sababu miaka mingi imeenda na watu wengi wamekufa. Kwa hiyo siri wanakuja kuigundua katika maisha ya ukubwa. Huku upande hapa anaonekana huyu mwanamke na hapa mama wakizungumzia kinaga ubaga namna gani wanaweza wakamnusuru Josh. Upande huku Josh shetani akiwa yuko huku aelewi ajigawanye vipi, na hapa mama kaja ili mradi wamalizane naye taratibu, lakini wanapomwangalia huyu Josh anaanza kuwakimbiza na kuanza kuwatoa bali, kwa sababu alijua siri yake tayari ishajulikana. Na tukirudi upande ule kule, kama mnavyomuona yule mzee kule, naye anahangaikia Josh wa kweli atoke kule apate kukaa katika maisha yake kibinadamu, lakini hauko ambao wapo katika uasilia sasa hivi cha moto wanakiona. Mtu mzima anakutumia mwili wa paka akaanza kumkaba mke wake. Kwa ina maana huyu sio Josh. Angekuwa Josh mwenyewe wala singeweza kumkamata, lakini mwanamama huyu alisaidiwa na mtoto wake ama watoto wake na kumpiga kigongo cha kichwa huyu baba yao. Upande huku wako chini ya basement, mwanamama huyu hapa ambaye siku zote ni mganga wake akiwa na msaidizi wake, hapa walikuta chumba hiki kina mtoto, lakini katika maono ya hapa walipomshika huyu mtoto walimuona mwanamke anamwambia, hakika kubali kuwa wewe jina lako ni Mary, wala jina lako wewe sio paka, na wewe kuanzia leo asili yako ni mwanamke, na kumtia vibao. Kwa miaka mingi mwanamama huyo alimtia mwanae sumu na kumtia mwanae ushetani na mwanae kuendeleza ibada ambazo wao wanaziabudu. Kwa hiyo paka alijikuta anatoka katika wanaume na kurudi katika wanawake, yaani kuwa shoga, ambaye siku zote yeye aliua wanawake ili maduniani wabaki wao wanaume watupu, na wao walijifanya mashoga waendelea na kula na mizigo na wanaume ambao watakula magai. Basi hapa akiwa anamtuliza bwana mdogo na kumwambia, hakika wewe kwanza leo jina lako ni Mary, wala leo wewe sio paka. Na hata pale alipomkamata huyu mtoto ndipo ambapo alikuwa anamsainisha na nafsi yake, ndipo ambapo alikuwa anamsainisha na ushetani, na kafara zote na mambo yote ni mila na desturi ya dini yao. Kwa hiyo unapokuwa huku lazima utoe sadaka, na walijua kama laana hii watakuwa wamemaliza, lakini laana hiyo iliendelea kuwasumbua. Huku wakiwa katikati wanachanja mboga na mizimu iko mingi ambayo imekufa, wakaendelea kufungua kila walipokuta sanda waliishusha sanda, na hapa uso kwa uso wanakutana na mdoli wa huyu mama. Basi mwanamama huyu alimkaba vikali, lakini bi mkubwa hapa anaturudisha mbali kumwambia huyu mtoto, tusaidie ili mradi tukusaidie kwenye mikono ya mama yako, na wakapanga ili mradi wasaidiane. Na mtoto aliwaambia, hakika mimi mwenyewe nimechoka balaa la mama, na hapa sasa hivi nataka kuwa huru. Upande huku mama na watoto wake wote wanahangaikia maisha yao, upande ule kule nao wanahangaikia maisha ya baba yao Joshi. Kwa hiyo pande zote zinakuwa na mushkil, zinakuwa na mvutano. Huku Joshi shetani anataka kuwazuru familia yake, yani mama na mkewe na watoto wake, na upande ule kule Joshi ambaye ni mtu anataka kurudi katika ubinadamu wake ili mradi aongoze familia yake. Mtihani unaendelea, mwanamama anapigwa vikali, lakini kabla hajauawa mwanamama anakuja anamaliza swali na kumpiga huyu shetani huko alipo, na huyu shetani kudondosha kila kitu, kwa sababu yeye mwili wake umeungana na kila mtu ambaye anamtumikia. Wanajikuta wanafanikiwa, na huku Josh anadondoka chini, yani na maana kama alivyoambiwa. Na upande huu wa dunia ya kiza, haraka sana mambo yanaanza kubadilika na kumwambia, hakika tokeni haraka sana na muende katika dunia yenu ya kawaida. Basi wanarudi kwa haraka kutoka katika ulimwengu wa kiza ili mradi nafsi zao zisibaki huko na kusumbuka. Wanamkuta tena huyu Josh mtoto, na mwisho wa siku Josh huko anaamka na mke akawa aamini, je, huyu ni mume wangu ama ni shetani bado yupo? Na akawa hajataka kumkimbilia, na kwanza anamsikiliza. Hapa anatokea Josh mwenyewe anasema, hakika kinanda nilikisikia kwa mbali, lakini nilikitamani sana niendelee kukisikia, lakini nilishindwa kwa sababu nilikuwa nimeshikwa. Na mama hapa anajua mume wake sasa hivi ameshakaa safi na salama, na mume anakumbatia watoto wake, kwa maana tayari ameshajielewa, na yeye anakuja anamkumbatia mume wake. Oya wanangu, kama ni mara yako ya kwanza kujiunga nasi, basi usisahau kutufollow, usisahau kusubscribe,
kwa picha kali na simulizi nzuri za picha kama hizi, basi ni hapa Kapinga Television pekee, yaani ni kisiwa chako cha burudani. Na mimi hapa DJ wako mitamboni Feibash, naendelea kuchapa kazi, naendelea kusababisha. Maisha ya Joshi yalikuwa safi na salama na familia iliendelea, lakini hapa hawa watoto wanamwambia, mbona huyo binti mloka naye ndani hamumpi hiyo kitu mnachokula? Kwa hiyo ina maana bado mizuka inaendelea na mizimu bado itaendelea kusumbua watoto. Mwanzo mwa picha hii hapa, ama mwisho wa picha hii hapa, ndio mwanzo wa rikapu nyingine ambayo inakuja. Kwa hiyo na hapa tena wamekutana na kizaizai na bado vizaizai vinaendelea. Ni Kapinga